Utaniwia radhi pia kwa haya nitakao kuuliza wakati huu. Mwaka jana mliondokewa na miongoni mwa seniors wa kundi kaka Marco Bukuru, na kwa namna mimi ninavyofahamu, utanirekebisha kama itakuwa sio hivyo, wewe ni miongoni mwa watu ambao ulikuwa naye karibu zaidi kwenye kundi leo. Kwako unaweza kutupitisha kwa ufupi sana tukio lilivyotokea, lakini ni pigo kiasi gani personal ulilipata ukiachana na Zabro, personal kama kaka yako, kama ndugu yako? Labda nikianza na namna ilivyotokea, kwangu sijawahi kuelewa mpaka leo, cha kwanza kabisa. Kwa hiyo hata siwezi kuelezea zaidi, kwa sababu ilikuwa ni kwenye mazingira ambayo yani mimi naona tu ni vitu vingi yani huwa vinatokea vya mtindo kama huo, kwamba mtu anaweza kuambia mimi najisikia vibaya hivi na hivi na hivi, baadaye nitaenda hospitali na atarudi. Na hii inavyokufanya uamini kama atarudi ni yale mazingira ambayo labda anakuaga. Kwa sababu kwa mfano kama mimi hata nilivyoagana naye, nakumbuka wakati tukiwa Kenya, ilikuwa ni kipindi ambapo mimi ndio nilikuwa namkataza asiondoke. Lakini kilichokuwa kinanipa courage ya kumkataza ni namna alivyokuwa yuko sawa. Of course nilikuwa naona ni kweli anaumwa, lakini sio kwa. Nakumbuka kuna siku nilimwambia, najua bwana wewe unapokuwa gepo kwa inakuaga na vibe. Kwa hiyo wafu ukiniacha mimi pia nakuaga kama vile na sina mtu wa kunipa mawazo. Kwa hiyo nilimwambia kama mimi ni mmoja kati ya mtu nilimkataza, nikamwambia bwana wewe usiondoke. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda kweli nikawa naona kama vile mbona ni issue nyingine pia serious, basi katu tumemruhusu akaondoka. Kwa hiyo nikisema nizungumzie ilikuwaje, mimi hata huwa sijawahi kuelewa mpaka leo. Kuhusu hilo labda tuachane nalo tu. Tuzungumzie kuhusu madhara. Madhara ni kwamba kwangu alikuwa ni mtu wa muhimu sana. Tena kwa mambo mengi mno ambayo huenda sio rahisi kwa upande wangu mimi kuyazoea, especially kwenye kazi, kwa sababu tukija kwenye ukoo sisi ni familia. Ule upendo ambao naweza nikamuonyesha yeye ninastahili kumuonyesha mtu yeyote ambaye ni ndugu yangu. Lakini mimi mara nyingi nikimzungumzia marehemu Marco, mimi umuhimu wake mkubwa ambao huwa unanipa shida na tabu kwenye moyo ni namna ambavyo tulikuwa tunafanya kazi. Kwanza mimi naye tulikuwa na formula moja. Hata kama na wengine watajua, lakini hakuna kitu ambacho tulikuwa tunafanya kwenye kundi bila kukipitisha au kukubaliana. Yaani mimi naye tukisema hapana, huwa tumemaliza kabisa hivyo hapana. Tukisema ndio, hivyo ndio tunafanya. Tulikuwa tunafanya kazi namna hiyo. Tukija kwenye upande labda wa kazi kama nyimbo na nini, kwangu alikuwa ni mtu ambaye namtegemea sana. Yaani kila nyimbo inapokamilika mimi yeye ndo alikuwa ni mtu wa kwanza kumtumia. Nimwambie, alikuwa na uwezo wa kutambua nyimbo ni nzuri, ni kubwa, inaweza kufanya vizuri. Yaani alikuwa na uwezo huo mkubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa ninamwamini. Na kitu ambacho nilikuwa nakipenda zaidi, alikuwa hawezi kunificha kama nyimbo ni nzuri au ni mbaya. Ni lazima tu anaweza kukwambia teacher, hapa nyimbo iko sawa, hii umezingua, hii hamna. Na alikuwa sio mtu tu labda anaweza akakuacha tu hewani, no. Marehemu alikuwa ni mtu ambaye akiona kama kuna nyimbo, yani hata kama sijafanya vizuri, atakwambia mbona wewe mimi nakujua. Yani alikuwa ananiaminishaga mimi ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi. Yani alikuwa amenijengea hiyo psychology kwenye akili yangu. Kwa hiyo naweza nikafanya nyimbo, ukikutana na kwambia mwanangu mbona bado nyimbo mimi mbona sijaridhika. Yani yeye ndo alikuwa kama ananiamrisha. Ananiambia mimi sijaridhika na hii. Wewe unaweza kufanya kitu kikubwa bwana. Wewe unaweza kufanya kitu kikubwa zaidi, hii nyimbo hamna. Anaweza kwambia wewe umesahau. Umesahau nyimbo ya juzi ilikuwa vipi? Unaleta hii tena. Yani alikuwa ni mtu kama anani-discourage, lakini ananitia moyo nifanye kitu kikubwa zaidi. Na kitu kikubwa kabisa ambacho ninakimisi kwake, alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuappreciate mchango wangu. Yani namna ambavyo ninavyopambana. Unajua kuna kipindi mtu anaweza sikupe pesa, lakini kwa mfano kama mimi leo nimekesha studio, nimekuja asubuhi. Kwa hiyo unaweza kukutana naye akijua hiyo scenario, anakuambia yani yeye atakwambia maneno ambayo ni positive na kile ulichokifanya kule studio. Au hata kama ni kazi ata take time kufuatilia hicho ulichokifanya kimekuaje. Atakwambia wewe hii pambana au kaibadilisha hivi na hivi. Kwa hiyo hivyo ndio tulikuwa tunafanya naye kazi. Kwa hiyo baada ya kuona mimi huwa yuko hivyo, mimi ndo nikawa namwambia bwana inabidi wewe unaandika nyimbo. Nakumbuka siku ya kwanza namwambia kuandika nyimbo, ananiambia hivi, yani wewe mimi naweza kwenda kujipanga kwenye mstari wa sweet nijipange kwenye mstari wa mkono wa Bwana.
acha bwana nataka kunidhalilisha. Nikamwambia hapana, unafanya nyimbo nzuri. Kuna nyimbo yake moja inaitwa Vumilia. Basi wakati nikawa namshawishi kufanya nyimbo, baadaye kama ameniambia, nikawa nimerekodi hiyo nyimbo mimi nikaifanya kama cover. Of course nilifanya kama kumtia moyo kwamba mbona, hata aliniuliza baada ya kuirudia akaniuliza, ina maana wewe nyimbo unaikubali kiasi hiki? Nikamwambia mimi nyimbo naielewa. Of course nyimbo inafanya vizuri. Ina viewers karibia milioni kwa sasa hivi. Hiyo nyimbo aliandika yeye, mimi nikawa nimeipitia tu. Hiyo ndio ilikuwa ni nyimbo yake ya kwanza kabisa kuandika na kuileta kwenye Zabuloni Singers. Baada hapo sasa mimi nikawa namwambia bwana, just in case mimi nimebanana, nimefanyeje, utambue kuanzia leo wewe ndio ni kama msaidizi au mwalimu wa Zabuloni Singers. Sasa hiyo ilimtia moyo sana. Baadaye akawa ameandika nyimbo nyingi sana ambazo sasa tukawa tunashirikiana naye, even though hakuna hata nyimbo moja aliwahi kuiandika akashindwa kuileta kwangu. Ilikuwa ni lazima nizipitie, nimwambie ziko sawa, na mimi nilimtia moyo kama anavyonifanyiaga yeye kwa nyimbo ambayo ninaikubali namwambia iko sawa. Na kwa nyimbo ambayo sikubali namwambia hii achana nayo. Na alikuwa ananisikiliza kabisa, hawezi tu kuleta ubisho. Bwana, unajua kuna ile unataka kutoa nyimbo watu waiimbe iende. Na kuna ile unaleta nyimbo kwa sababu unahisi ni kubwa, unataka kusupport kikundi kiende mbele. Kwa alikuwa ni muumini wa mafanikio na ukuaji wa kundi. Kwa hiyo ni tumemisi mtu wa namna hiyo. Okay, sawa. Imeniuma sana ni tribute song ya Marco. Ndio. Ni nyimbo ambayo uliona kwenye ukubwa huu ambao upo, au ni kitu ambacho pia na wewe kimekucaught by surprise? Kwa kweli imekuja kama surprise, japokuwa nakumbuka tumemaliza kuimba hiyo nyimbo, Joy Lwaga akaniambia, maana tulikuwa naye pale msibani, akaniambia hii nyimbo itakuja kuwa kubwa sana, na hii nyimbo ni nzuri na itakuja kufanya vizuri sana, mkipata muda muitoe. Of course na sisi pia tukatisha plani kuitoa, na lilikuwa ni wazo langu pamoja na dadangu Victoria. Sisi ndo tulipush sana hiyo nyimbo itoke, na mwanzoni ilikuwa na jina, lakini pia tukakaa tukatafakari kwamba okay, tunatamani iwe ni nyimbo ya watu wote, kwa sababu lililotupata sisi linaweza likampata mtu yeyote. Kwa hiyo kwenye lyrics kulikuwa na jina? Yes. Okay. Kwa nimeweka kabisa jina la marehemu Marco, lakini baadaye nililitoa kwa sababu ya at least iwe ni faida kwenye jamii na dunia nzima kwa ujumla. Nilihisi baada ya nyimbo kuiperform kwenye msiba, nikahisi ukubwa wa wimbo kabla tuitoe. Na nikizungumzia ile nyimbo mimi nilifanya, naweza nikaelezea ili mtu anielewe zaidi. Inaniuma sana, mimi sikuandikaga wimbo. Ule haukuwa wimbo. Yaani narudia tena, ile inaniuma sana. Kwa upande wangu mimi sikuandika wimbo. Nilifanya kama namwambia Mungu namna nilivyoumia basi. Kwa hiyo zilikuwa ni hisia halisi ninazozipitia wakati ninaandika ule wimbo. Kwa hiyo ile mimi nilifanya tu kama yani nilikuwa najaribu kumwambia Mungu sasa kile nilichokifili. Lakini sio mimi peke yangu, labda huenda hata wale ndugu zangu wana Zabuloni na nilivyokuwa nawaona walivyochanganyikiwa. Kwa hiyo tulikuwa tunajaribu kuelezea yani zile hisia, yani tunajaribu kutoa mashtaka kwa Mungu kwamba Bwana, hii kitu kweli iko sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Okay. Ulitumia muda gani labda kuiandika mpaka ukaimaliza? Kwa maana umesema haukuiandaa ama kuiandika, ni kwamba ulikuwa unamshtakia Mungu kile ambacho unakifeel. Ulitumia muda gani kufanya hiyo kazi yote mpaka ikakamilika? Wakati msiba unatokea mimi nilibaki Kahama kwa sababu ya mambo fulani nilikuwa najaribu kuyafuatilia. Kwa hiyo msiba ulitokea huku Dar es Salaam, lakini mimi nilikuwa nipo Kahama. Baada ya msiba kupewa taarifa za msiba, kumbuka kuna mtu mmoja aliniambia utaandika wimbo, nikamwambia hata sijui. Siku ya pili ndio ilikuwa ni siku ambayo kama sikosei walikuwa wanasafirisha msiba pia kuja Kahama. Hiyo siku nakumbuka nilichukua gitaa, nikakaa mahali nikajaribu kuandika wimbo, lakini ikashindikana. Sasa baada ya mwili wa marehemu kufika, kesho yake asubuhi mimi niliamka, ilikuwa ni asubuhi sana, kwenye mida ya saa 11 hivi. Na bahati mbaya hiyo siku umeme ulikuwa umekatika, nikaenda sehemu fulani hivi tulivu. Kamgongea muhusika aliyekuwepo pale. Kamwambia bwana sana, yani ninafili sasa ni muda mwafaka mimi kuandika
nilimwambia tu nisamee, naomba tu of course niliandika ile nyimbo nilikuwa namulikiwa na tochi. Nikamwambia yani sasa yale mawazo sasa ya wimbo yako hapa. Nikamwambia unisamee tu, kwa kweli nimekuachisha usingizi, lakini alitumia simu yake. Kwa hiyo nilikuwa naandika ile nyimbo ananimulikia kwa simu. Nilitumia kama masaa mawili hivi ile nyimbo ikawa imekamilika. Na hata sikumwaga mtu kama ninaandika wimbo. Nakumbuka wakati nimemaliza kuandika wimbo, kuna mdogo wangu mmoja anaitwa Mola. Akanipigia simu, "Wewe mbona uko wapi?" Tumezoeana, of course anapenda kuongea hivyo kama nikamwambia mimi nakuja. Nikamwambia nilikuwa naandaa, wewe wimbo bwana, nadhani kwenye tutakula nani wimbo. Njoo huko tushirikiane. Nikamwambia nakuja. Kwa watu walikuwa hata hawajui kama mimi naandaa wimbo. Lakini baadaye nikawa nimewapa taarifa kwamba jamani, kama kuna muda tukimbie studio mara moja tukarekodi, maana kuna wimbo nimeuandaa. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa, kisha tumeenda studio tukarekodi, na hivyo ndivyo nyimbo ilivyokamilika. Session ngapi zilitumika kuyaingiza maneno kwa members wengine mpaka ikakamilika? Ile nyimbo tumeenda studio wakiwa hawajui wimbo ni wa aina gani. Yani sana ninyi hapa tulivyo hivi tuondoke twende studio hamjui wimbo wenyewe ukoje. Yani wimbo nilikuwa naujua mimi, na mimi mwenyewe hata nilikuwa najirekodi zile melody za kwenye zile melody za kwenye wimbo nilikuwa nazirekodi kwenye simu. Kwa hiyo tumeenda studio mimi mwenyewe sikumbuki. Kwa hiyo ili niwafundishe, kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya mimi nilikuwa najaribu kusikiliza kwenye simu kile nilichorekodi, na waimbia wanarudia, wakirudia mara moja mara mbili tunarekodi. Kwa hiyo tulirekodi kwa kukalilishana. Okay. Ndio. Okay, sawa. Imeuma sana ni tunaweza tukasema comforting song ya nchi. Hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kila mmoja akikutana na changamoto fulani kwenye maisha, unaona ana share nyimbo ile. Mawazo yako kwenye hii bado yanabaki pale pale kwamba it's a service song, au kuna utaratibu ambao sasa mnaweza mkasema na nyinyi uwafaidishe kutoka kwenye hii nyimbo kama ambavyo labda mngeweza kufanya kwenye nyimbo nyingine kama Mkono wa Bwana, iwalipe katika ukubwa ambao unakuwa, kwa sababu sasa hivi inatumika almost kwenye platform nyingi sana na watu wengi kwenye majukwaa ya kisiasa, ikitokea matukio hayo ya kuhuzunisha, wakati mwingine ya kidini, personally watu wanatumia na vitu vingine kama hivyo. Umeiacha iwe service kama ambavyo unasema kwa maana ya kutengeneza brand, ama kuna wazo labda tofauti kutokana na kasi yake, kwa sababu tunazungumza nyimbo ambayo ina miezi 7 tu lakini ina over 6 million kama views. Sawa. Kwanza huo mfumo tunaotumia kwa ajili ya kusambaza kazi zetu una uwezo wa kudetect nyimbo kwa namna tofauti. Nyimbo kama ni ya kwetu tunapoiachia au mtu anaitumia ina detect na mapato yanakuja kwenye Zablon Singers. Hicho ndo ninachokifahamu. Na tukirudi kwa upande wangu mimi naona pia ni sawa ikiendelea kutumika hivyo, maana hilo ndo lengo dhahiri la wimbo, kwamba wimbo tunautengeneza ili kusudi watu wautumie, watu wabariki na waubebe kama tunafanya kazi ya Mungu, waibebe kama ni huduma ya Mungu pia. Lakini mwisho kabisa labda nikizungumzia mimi kama mtunzi wa nyimbo. Mimi nina neema fulani hivi, wakati mwingine huwa nakutana nayo watu ambao wanasikiliza nyimbo, watu wengine wao unaweza kukuta mtu ameguswa tu, anaweza katoa sadaka kwa sababu ya nyimbo fulani anaipenda. Anataka kujua nani kaifanya, nani kaiandika. Ukimwambia ni mimi, au wakati mwingine anaweza kaambiwa tu na wanakwaya wangu pia, huwa sio wachoyo, wakiuliza nyimbo imeandikwa na nani, wanaweza wakasema. Unakuta mtu anaweza akaamua kukubariki na chochote. Kwa hiyo hivyo ndio huwa mambo yanaenda. Uwezo wako wa kuandika nyimbo ni mkubwa sana. Kuna wasanii ambao ni wengine ambao ushawahi kuandikia nyimbo wakaziimba, ambao kimsingi wewe hatujawahi kukusikia kwenye hiyo sound yao na nini, lakini kumbe ni nyimbo ambao umeandika. Wapo. Lakini pia kwa master siwezi kuwataja, lakini kuhusu pia wa kawaida, wasanii ambao wanachipukia, of course mimi hiyo ndo kazi yangu. Utunzi wa nyimbo ni kazi yangu. Sio tu wasanii,
hata kumekuwepo na kwaya tofauti tofauti ambazo mimi nimekuwa nikiziandikia nyimbo. Na mostly mimi maisha yangu yamejengwa hapo, watu wananilipa hela na ninawaandikia nyimbo. Okay. Na of course namna nilivyoanza kulipwa hela miaka ya zamani sio kama sasa hivi. Kadiri na mimi ninavyoendelea kujituma na kufanya vizuri zaidi, kuna nguvu naitumia, kwa hiyo kuna mambo yanaenda yanabadilika. So wapo tena wengi tu. Sawa sawa. Bwana, mimi natamani utuchagulie wimbo ambao kwako unakubariki sana. Yaani kati ya nyimbo zote unakubariki sana, na ikiwezekana kwa sababu ala ya muziki ipo hapa, tupigie hata kapela fulani tupate hata sound yako ya nyimbo husika. Kwa sasa hivi nyimbo inayonibariki, naomba twende na wakati. Naomba gitaa. Okay. Nyimbo inayonibariki sana ni Unaendeleaje. Na hiyo ndio ningewapendekezea pia mpige. Ili kusudi watu wengine pia iwabariki. Okay. Unakumbuka jinsi ulikuwa mtu mzuri, unaendeleaje? Tukakuita chachi boy tena mtu wa Mungu, unaendeleaje? Unakumbuka jinsi ulikuwa mtu wa wema, unaendeleaje? Tukakuita chachi girl tena mtu wa Mungu, unaendeleaje? Ulifurahisha watu, ulitutia na moyo tutumike kwa ujasiri. Unaendeleaje na maombi ya asubuhi, unaendeleaje? Unaendeleaje na neno lako kwa Mungu, unaendeleaje? Bana, bila shaka mtazamaji wetu amebarikiwa na news hizo ambazo zimetoka kukumutwa hapo, na maneno mazuri kabisa. Wewe church boy, wewe church girl, hapo ulipo ama huko ulipo, unaendeleaje? Unaendelea na maombi au umekuwa kama watu wa mataifa? Ni swala la kujitafakarisha. Bwana, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako. Tumezungumza vitu vingi sana. Najua tutapata nafasi ya kuzungumza vitu vingi wakati mwingine. Asante kwa muda ambao umetubariki. Nadhani tupate nafasi sasa hivi ya kusikia sasa kwa ujumla. Zabron singers wote sasa watakuja ili kupata nafasi ya kumuona mmoja mmoja, au tusalimie, lakini tupate hapa vionjo angalau viwili vitatu kutoka kwa the whole crew sasa ya Zabron Singers. Endelea kusalia nasi. Harusi yetu uwe poe
Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.